Na kwa sababu hiyo nataka nianze kwa kusema hivi ya kwamba wana wa Israeli, Bwana aliwaagiza waonekane mbele yake takriban mara 3 kwa mwaka. Na kwa sababu hiyo, mara ya kwanza ambayo wangeonekana mbele ya Mungu wa mbinguni ni wakati ambao unaoitwa wakati wa kula mikate isiyotiwa chachu. Na walipokuja mbele ya Mwenyezi Mungu, waliingia tarehe 14 hadi tarehe 21 mwezi wa 7. Baadaye wakaingia tena baada ya takriban siku 50. Maandiko yanasema ya kwamba tena wakaonekana mbele za Mwenyezi Mungu katika siku ambayo inayoitwa siku ya Pentecost. Baadaye Bwana akaagiza waonekane mbele yake kuanzia tarehe 15 mwezi wa 7 hadi tarehe 21 anapozungumzia siku za vipanda, yaani the camp meetings. Kwa hivyo siku ya leo nataka tuweze kuzungumzia mara 3, sehemu ya 3 ambapo wana wa Israeli walionekana mbele za Mwenyezi Mungu. Na mara ya kwanza ilikuwa inaonyesha ya kwamba yale mapigo na shida walizozipitia wakiwa pale Misri. Alafu sehemu nyingine ya 3 ilikuwa inaonyesha ukumbusho wao ya kwamba ipo siku wataondoka duniani, yaani wataondoka Misri, alafu wataenda Canaan kumwabudu Mungu wa mbinguni. Haleluya, amen. Ndivyo ilivyo kwetu sasa, ya kwamba hata nasi tunapokuja kwa makambi inaashiria ya kwamba ipo siku tutaondoka Misri ya dunia tukielekea Canaan ya mbinguni. Haleluya. Ndiyo maana makambi yanakuwepo. Njoo pamoja nami kitabu cha Kumbukumbu la Torati, aya yake ni ya 16 na mlango wake ni wa 16. Maandiko matakatifu yanasema, mara 3 kwa mwaka na watokee wanaume walio namna gani? Wako wewe Israeli wote mbele za Bwana. Alafu wafanyeje? Yaani Mungu wako watokee wapi? Mahali atakapopachagua. Haleluya. Wapendwa, sikiza. Leo katika kambi la mwaka huu tuna mada, yaani tuna topic, and our topic inasema obey and live, or disobey and perish. The choice is yours. Anasema nini? Ya kwamba tii nanyi mtakula mema ya nchi. Alafu anasema ya kwamba mtakapokaidi nyinyi hakika mtaangamia. Jawabu ni lako. Kwa hivyo Bwana aliwaagiza Waisraeli waonekane mbele yake mara 3 kwa mwaka, na walipotii, wapo wengine waliokula mema ya dunia, na walipokaidi, wapo wengine walioangamia kwa upanga. Ndiyo maana Biblia inasema katika siku ya mikate isiyotiwa chachu, mkutano wa kwanza na mkutano mwingine wa pili, anasema na katika siku ya majuma. Alafu mkutano mwingine wa 3 anasema na katika siku kuu ya vibanda. Leo tumekuja hapa kwa sababu ya ufumbuzi wa siku kuu ya vibanda zetu. Haleluya. Biblia inasema wala msitokee mbele za Bwana mikono mitupu. Kwa hivyo walipokuja mbele za Bwana
hawakuja wakiwa mikono mitupu, maana Mswahili alisema ya kwamba mkono mtupu ufanye nini? Haulambwi. Wapendwa, sikiza, kama unahitaji ni baraka katika kambi la mwaka huu, Bwana anasema ya kwamba ni vyema tuweze kutii. Haleluya! Wapendwa, tutakapotii, tutakapoonekana mbele za Bwana takriban siku 7, Biblia inasema ya kwamba na tuje tukiwa na vitu mikononi mwetu, yaani na maana ya kwamba tunakuja tukiwa na shukrani. Kitabu ni cha Walawi 23 aya yake ni ya 33. Tunaposonga chini, Biblia inasema kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na wana wa Israeli uambiaje sasa, siku ya 15 ya mwezi huo wa 7 ni siku kuu ya vipanda, muda wa takriban siku 7 kwa Bwana. Biblia inasema siku ya kwanza kutakuwa na kusanyiko takatifu, kama leo tulipokuja hapa tunafanya kusanyiko takatifu. Biblia inasema msifanye kazi yoyote ya utumishi, alafu iweje? Anasema ya kwamba mtamsongezea Bwana sadaka kwa moto siku 7. Kwa hivyo kila siku tunapokuja mbele za Mwenyezi Mungu, hatuji na mikono mitupu, tunakuja na zawadi. Alafu anasemaje? Siku ya 8 kutakuwa na kusanyiko takatifu kwenu, nanyi mtamsongezea Bwana sadaka kwa moto. Alafu iweje? Ni mkutano wa makini huu. Kwa hivyo siku ya makambi ni mkutano wa makini sana. Biblia inasema msifanye kazi yoyote ya utumishi. Kwa hivyo katika makambi watu hawakuruhusiwa kufanya kazi yoyote. Wapendwa, nataka nikuambie hivi, makambi ya mwaka huu kuanzia leo, kesho kutwa, mtondo, hata mtondogoo, hata siku ya Sabato, wapendwa, usiwahi enda kwenye biashara zako, usiwahi ingia katika chai yako, tunaenda kuchuna chai. Nilifanya mkutano hapa Nyerios. Laiti wangewaambia kila ambacho kilichowapata. Nilifanya mkutano, watu wako wanakuja kwa mkutano, nikaongea na Mungu wa mbinguni anayeishi, aliyekufanikisha leo uko hai. Wapendwa, kila ambacho kilichowapata hautatamani. Ninakupa tahadhari siku ya leo, kuanzia leo siku 7 usitubutu. Haujanielewa? Let me repeat myself once again. Ninakupa tahadhari, sikutishi, sikupi woga, na si eti ya kwamba najipiga kifua, lakini ukweli wa mambo ni kwamba usitubutu kuenda kazini, ila tu wewe ukiwa ni daktari uende kazini. Na unapokuwa daktari ukienda kazini, ile hela ambayo utakayolipwa this week uilete kanisani. Haleluya! Si yako hiyo. Wapendwa, nawapa tahadhari. Biblia inasema ya kwamba katika siku 6 watu wa Mungu tusifanye kazi, tusiende shambani. By the way, hata yule ng'ombe utakayekamua yale maziwa ulete kanisani. Haleluya! Hiyo si yako. Watu wa Mungu, usitubutu. Biblia inasema siku kuu za Bwana ni hizi sasa, ambazo mtazipigia mbiu ya kuwa ni makusanyiko matakatifu. Siku ya kwanza, ili msongezee Bwana sadaka kwa moto, sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya unga na sadaka ya dhabihu na sadaka ya kinywaji, kila sadaka kwa siku yake. Kwa hivyo inaashiria kwamba makambi watu walikuja na zawadi. Mpendo, utakapoonekana mbele za Mwenyezi Mungu katika juma hili, usije na mikono mitupu.
Najua kitambo Waisraeli, wale ambao mnaosoma historia ya Waisraeli, walitengeneza kanyumba mahali fulani. Wakiwa makambi, ulikuwa unasikia sauti ya ng'ombe aliyeletwa kwa nani? Kwa Bwana. Wakiwa makambi, ulikuwa unasikia sauti ya mbuzi, sauti ya kondoo, sauti ya kuku, hata sauti ya ndizi ilikuwepo. Haleluya! Kwa hivyo kama una ndizi lete. By the way, let me tell you this. Hata watoto wenu wadogo, kila mtoto aonekane mbele za Mwenyezi Mungu na nini? Na zawadi. Wewe leta tu hata mayai. Huyo mtoto mchanga, hiyo siku njoo pamoja naye, umemfunga kwenye kitambaa, alafu kwa mkono wake wekelea yai, njoo pamoja naye, litumbukize katika gala la Mwenyezi Mungu, and you will see wonders in your life. Kwa hivyo kila mmoja, awe mtoto mdogo, awe mtu wa kati, mtu mzima, aje na zawadi kwa Bwana, maana Bwana amekulinda katika mwaka mzima. Je, utamrejeshea nini unaposema shukrani kwake? Mwandishi mmoja anasema, ambaye nitasoma roho ya unabii, anazungumzia juu ya makambi. Anazungumza katika kitabu ambacho kinachoitwa Patriotics and Prophets. I'm reading chapter number 52 and page number 540. I'm reading paragraph number 2. The writer says, in the 7th month came the Feast of Tabernacles, all of ingathering. This feast acknowledged God's bounty in the products of the orchard, the olive grove, and the vineyard. It was the crowning feast gathering of the year. Anasema nini? Anasema ya kwamba katika mwezi wa 7 kila mwaka Israeli walikuja na zawadi, walikuja na mazao, maana ilikuwa ni sherehe ya kufunga mwaka. Kwa hivyo ina maana ya kwamba Waadventista wa Sabato, imani yetu ni kwamba mwaka unakamilika siku ya makambi. Haleluya! Anasema the land had yielded its increase, yani mashamba yalikuwa yametokeza, yani yalikuwa yameongeza mazao yao. The harvests had been gathered in the granaries. Anasema ya kwamba mazao yalikusanywa yakawekwa ndani ya gara. Alafu ikawaje? The fruits, yani matunda, the oil, pamoja na mafuta, the wine had been stored. Anasema ya kwamba hata divai ilikuwa imetunzwa. The first fruits had been reserved. Kwa hivyo mazao ya kwanza yalikuwa yametunzwa. Alafu anasemaje? And now the people came with their tributes of thanksgiving of God, who had thus richly blessed them. Kwa hivyo walikuja na zawadi zao kwa Bwana, kwa kuwa Mungu wa mbinguni aliyekwisha kuwabariki. Kwa hivyo walimletea yeye. Alafu anasema this feast was to be preeminently an occasion of rejoicing. Kwa hivyo makambi yalikuwa ni siku za furaha, za kumshukuru Mungu umbali ambao ametuleta, ametupigania. Tumeenda matanga ya watu wengi, lakini sisi bado watu hawajakuja kwetu. Ama unafikiria ni kawaida tu kuwa hai? Je, umeenda matanga mangapi katika mwaka huu? Je, wagonjwa ni wangapi katika mwaka huu? Lakini wewe, inawezekana wakati mmoja ulihisi vibaya, labda kichwa kilikuwa kinakuuma, ukanunua tembe ukameza, na ulipomeza ukapokea uponyaji. Wapo wengine waliosikia kichwa kinauma wakanunua tembe, walipomeza wengine wakafa, lakini sisi tuko hai. Kwa hivyo makambi ni siku ya furaha, ya kukumbuka umbali ambao Bwana ametuleta. It occurred just after the great day of atonement.
ina maana ya kwamba siku ya upatanisho kulingana na Biblia na roho ya unabii ilikuwa inafanywa siku ya Ijumaa. Alafu kesho yake siku ya Sabato, yani Saturday, makambi yanang'oa nanga. Anasema when the assurance had been given that their iniquity should be remembered no more. Hallelujah. Amen. Watu wa Mungu mko hapa? Yes. Je, tuko pamoja? Anasema at peace with God they now came before him to acknowledge his goodness and to praise him for his mercy. Kwa hivyo walikuja wakijua, wakielewa ya kwamba Mungu amewaleta umbali huu na kwa sababu ya rehema zake. The labors of the harvest being ended and the toils of the new year not yet begun, the people who are free from care and could give themselves up to the sacred, joyous influence of the hour. And that's why in verse number 38 of the book of Leviticus chapter number 23 inasema, zaidi ya hizo sabato za Bwana na zaidi ya matoleo yenu na zaidi ya hizo nadhiri zenu zote na zaidi ya sadaka zenu za hiari ambazo mnampa Bwana, lakini siku ya 15 ya mwezi wa 7, hapo mtakapokuwa mmekwisha kuyachuma mavuno ya nchi, mtaweka siku ya Bwana muda wa siku 7. On the first day shall be a Sabbath, and on the 8th day shall be a Sabbath. Hallelujah. Kwa hivyo ina maana ya kwamba makambi ni siku 7 za Bwana ambazo ni sabato. Kama leo, kesho ni kama leo, kesho kutwa siku ya Jumatatu ni kama leo. Kwa hivyo kumbe mpaka Jumatano ni sabato ya Bwana. Ndiyo maana nilikuambia usiende kazini, njoo miguuni mwa Bwana tukabarikiwe pamoja. In verse number 40 Biblia inasema, nanyi siku ya kwanza mtajipatia matunda ya miti mizuri, alafu ikawaje na makuti ya mitende na matawi ya mitini minene na mielebi na vijitoni, nanyi mtafurahi mbele za Bwana Mungu wenu muda wa takriban siku 7. Haleluya, haleluya. Watu wa Mungu, kama unaniona nifanyie mkono hivi, tingiza mkono kama unaniona. Haleluya. Wapendwa, napenda makambi sana. In verse number 41 Biblia inasema, nanyi mtaishika kuwa siku kuu ya Bwana kwa Bwana muda wa takriban siku 7 katika mwaka, ni amri ya milele ni amri ya milele katika vizazi vyenu, mtaishika katika mwezi wa 7. Haleluya. Ni amri ya milele. Kwa hivyo makambi hayakukoma, makambi hayakuishia msalabani, makambi bado yataendelea. Nilikuambia kambi linaashiria unapoacha kazi yako, unapoacha kwenda shuleni kufundisha, inaashiria kwamba ile juma nzima mwalimu wako mkuu asipokuona, ni agizo kwake, ni ishara kwake ya kwamba ipo siku hatawahi kuona kazini. Utakuwa wapi? Mbinguni. Amen. Mungu akubariki kwa kuelewa hilo. Kuna watu wengine ambao bado hawaelewi, ndio maana hata usemi amina. Mungu akubariki pia kwa kuelewa. Barikiwa tena. Barikiwa tena. Amen. Barikiwa zaidi. Amen. Biblia inasema in verse number 42, mtakaa katika vipanda muda wa takriban siku 7, wazaliwa wote na Israeli wote watakaa katika vibanda. Haleluya. Verse number 43 Biblia inasema,
ili vizazi vyenu vipate kujua ya kuwa niliwaketisha wana wa Israeli katika vibanda. Alafu ikawaje? Hapo nilipowaleta kutoka nchi ya Misri, mimi ndimi Bwana wenu. Haleluya, amen. Sikiza mpendwa, ninapofika mwisho wa fundisho hili, unajua makambi, Bwana ana lengo kubwa sana pamoja nawe, na lengo alilo nalo pamoja nawe ni hili. Nukuu hii itakuwa ya mwisho, maana mambo ni mengi, sitayamaliza leo. Nukuu hii ninayoisoma ndilo lengo la Bwana kwako na kwangu. Nasoma roho ya unabii, kitabu ambacho kinaitwa Christian Service. I'm reading in chapter number 3, page number 42, paragraph number 2. Mwandishi huyo anasema hivi: revival and reformation should take place under the ministration of the Holy Spirit. Kwa hivyo Bwana katika mwaka huu, katika makambi ya mwaka huu, Mungu anahitaji aweze kufanya revival and reformation kwako na kwangu mimi kibinafsi. Haleluya, amen. Nataka niweze kufafanua maana ya revival and reformation. Anasema hivi: revival, it signifies the renewal and the resurrection from spiritual death. Anasema nini? Uisho sasa unaashiria ufufuo wa kiroho kwako na kwangu. Ndilo lengo la kambi. Kwa hivyo ina maana ya kwamba wapo watu waliokufa kiroho. Kwa njia namna gani? Kwa mfano nataka niwaulize leo, Sabbath school inaanza saa ngapi? Saa 2. Je, ni nani alikuwa hapa by saa 2? Ni nani alikuwa hapa by saa 2? Wapendwa, sikiza. Wapo watu waliokufa kiroho. Wapo watu tuliokufa kiroho. Kwa njia namna gani? Inawezekana kabla haujamfahamu Yesu Kristo ulikuwa kwa dunia. Ulipomwaccept Christ as your savior, friends, you were baptized. Ulipobatizwa kanisani ukaanza kuingia saa 2, lakini ulipoingia hapa kanisani ukapata watu wanachelewa kanisani. Wapo wengine wanaokuja saa 4, wengine saa 5 kanisani, nao ukarudi nyuma ukaanza kuchelewa kama wao. Ina maana ya kwamba you died spiritually, and God anahitaji akufufue tena kutoka kulingana na makambi haya, ili ya kwamba ukafufuliwe kiroho. Wapo watu wengine waliokufa kiroho kwa sababu walipokuwa kanisani, labda akasikia mtu akamsengenya, labda akasikia jambo fulani mbaya juu yake, akafa moyo. Leo haji kanisani. Bwana anahitaji akufufue katika maisha yako ya kiroho. Yesu anahitaji akuishe tena. Inawezekana ulifika wakati labda the stewardship week of prayer ikaja, ukafundishwa labda na jinsi ya kutoa, ukapeana ahadi kwa Bwana, kuanzia leo Mungu wa mbinguni nitatoa kikamilifu. Ukatoa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa 3, wa 4, wa 5, ukaanza kurejesha tena mkono nyuma. Wewe ulikufa kiroho.
Mungu anahitaji akufufue tena kiroho katika maisha yako, uweze kurudi mahali pa kwanza, kama vile ulivyokuwa unatoa uweze kutoa kikamilifu. Inawezekana ulikuwa umeweka ahadi katika mbele za Mwenyezi Mungu, ukasema kila siku na kila wakati nitasoma Biblia, nitaomba, ukaomba mara ya kwanza, mara ya pili ukasoma Biblia, ukaendelea kwa miezi miwili, mwezi wa tatu ukaanza kuregeza tena kamba, ukaanza kurudi nyuma. Leo hausomi Biblia, leo hauombi. Wewe ulikufa kiroho, na Mungu anahitaji akufufue kiroho. Reformation, it signifies a change of idea, reorganization. Ina maana ya kwamba kama kuna kitu ambacho kinafanya unachelewa kanisani, unaanza kujipanga sasa. Kama ni chai unatengeneza Ijumaa, kama ni nguo una iron siku ya Ijumaa, kama ni kiatu unapaka rangi siku ya Ijumaa, ili asubuhi siku ya Sabato unaraukia asubuhi na mapema, saa 2 hupo kanisani. Wapendwa, Mungu anasema amepachagua mahali hapa katika juma hili. Watu njoo tukabarikiwe. Njoo mbele za Mwenyezi Mungu, usikose katika juma hili. Wapendwa, ninakukaribisha kwa njia ya kipekee. Hata si juma hili peke yake, kuanzia leo tunapotoka hapa, labda tukienda Chamcha, usikose kurudi. Kama kuna vipindi vya jioni, mchungaji atatutangazia, usikose kurejea. Yesu anakuhitaji. Ndiyo maana Bwana alisema hivi ya kwamba neno ni moja tu, obey and you will live, disobey and you will perish. The choice is yours. God bless you in Jesus name. Amen. Kama unahitaji, unaomba ya kwamba Bwana, ninakutaka sana, uniwezeshe nami nisikose makambi ya mwaka huu. Kuanzia leo, kama ndilo ombi lako, naomba usimame kwa miguu yako miwili. Kama ndilo ombi lako ya kwamba Bwana, naomba katika juma hili unibariki na nafasi, unijalie na wakati, asubuhi na mapema mwendo wa saa 2 nami niwepo kanisani mpaka mwendo wa jioni. Kama ndilo ombi lako, ninakusihi usimame kwa miguu yako miwili, na kama umekwisha kusimama, naomba usongelee hapa mbele kwa ajili ya ombi la mwisho. Songa mbele wapendwa. Wapo watu wengine watakaopokea ajira, and I want to tell you for sure